nguvu ya malimbuko. Tutakwenda kwa sehemu fulani hivi. Somo ni refu, lakini kwa sehemu fulani yenye umuhimu tutagusa hapo ili tuweze kupata muda pia kuomba kwenye hili eneo. Nguvu ya malimbuko. Mithali sura ya 9 mstari ule wa 3. Mithali 3 mstari wa 9. Mithali 3:9. Moja kwa moja twende kwenye neno. Mithali sura ya 3 mstari ule wa 9. Biblia inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Kila mtu ana mali aliyopewa na Bwana. Inawezekana kabisa ukawa huna fedha, lakini una nyumba. Nyumba ulionayo ni mali tokayo kwa Bwana. Inawezekana ukawa una fedha wala nyumba, lakini una kibarua unachofanya ama kazi fulani. Kibarua hicho ama kazi uifanyayo ni mali uliopewa na Bwana. Na inawezekana kabisa una fedha, una nyumba, una kazi, una kibarua, lakini Mungu amekubariki una watoto. Watoto ni mali uliopewa na Bwana. Kwa namna moja ama nyingine, kila mtu ana kitu alichopewa na Bwana. Kile ulichopewa na Bwana kinaitwa ni mali. Na Mungu anatutaka kwenye hicho ambacho amekupa, kimpe heshima ya kwanza yeye. Wewe umebarikiwa kuwa na gari. Gari unatumia kwenye mizunguko yako ya kazi, lakini gari hilo lifanye kazi katika ufalme wa Mungu pia. Ulitumie gari lako likulete kwenye kanisa, kwenye vipindi vya maombi, vipindi vya neno. Gari kama mali liweze kumheshimu Bwana. Una nyumba ama umepanga mahali fulani. Hiyo nyumba ulionayo ni mali. Mungu atukuzwe kwenye hiyo nyumba, pamoja na kuishi wewe na familia yako. Lakini nyumba hiyo iwe ni sehemu ya ibada. Watu wapite waseme, tunasikia mapambio kwenye nyumba hii. Manake nyumba yako inamheshimu Bwana. Hii ina maana chochote ulichopewa na Mungu kiweze kuwa na sehemu na Bwana. Lakini mstari huu wa Mithali 3:9 haujaishia hapo. Unasema, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Yaani mheshimu Bwana kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mungu anataka heshima ya kwanza apewe yeye, alafu vingine vifuate baada ya yeye. Sasa asemapo malimbuko ya mazao yako yote, nini maana ya malimbuko? Ina maana gani malimbuko? Malimbuko ni sehemu ya kwanza ya mavuno au mapato inayotolewa kwa Mungu kama sadaka. Sehemu ya kwanza ya mavuno au mapato itolewayo kwa Mungu kama sadaka. Kusudi kuu la sadaka ya malimbuko ni kumshukuru Mungu na kuweka ulinzi wa kazi ya mikono yako. Narudia, kwa wale wanaoandika uandike. Kusudi kuu
la sadaka ya malimbuko ni kumshukuru Mungu na kuweka ulinzi wa kazi ya mikono yako. Wakati watu wengine wanakimbizana kwa waganga kutafuta ulinzi usiodumu kwa kazi na biashara zao, wewe mtu wa Mungu unapaswa kutafuta ulinzi wa Mungu wenye kudumu kwenye kazi na biashara zako kwa kumtolea Bwana sadaka ya malimbuko. Hayo mambo mawili yamebeba kusudi la utoaji wa sadaka ya malimbuko: kumshukuru Mungu kwa kazi, biashara ile uifanyayo, kuona kwamba hiki nikifanyacho kimetokana na Mungu, sio jitihada zangu. Lakini pia inaweka ulinzi kwenye kazi uzifanyazo. Labda nikueleze vizuri, hii sadaka malimbuko ikoje sasa? Ndio mfano wake kama nini? Tuanze na fungu la kwanza, eneo la kwanza, kwa wakulima. Tuanzie hapo kwanza. Wewe ambaye ni mkulima, una shamba fulani unalima, mavuno yako ya kwanza katika shamba lako yote ni malimbuko, ni mali ya Bwana, sio mali yako wewe. Haupaswi kugusa hata sehemu ndogo ya mavuno ya kwanza ya shamba lako. Hayo mavuno ya kwanza ya shamba lako unapaswa kuyaleta kanisani kama sadaka ya malimbuko. Unaweza ukayaleta aidha katika mfumo wa mazao kama mazao, au katika mfumo wa fedha. Na kwa ushauri wangu, katika mfumo wa fedha ni bora zaidi, kulisaidia kanisa lisiingie tena kwenye mchakato wa kubadilisha mazao kwenda kwenye fedha. Hii ni kwa wale ambao wanalima, wakulima. Kwa upande wa wafugaji, wazaliwa wa kwanza wote wa mifugo yako ni malimbuko, ni mali ya Bwana. Vivyo hivyo haupaswi kugusa, kusema huyu amenona zaidi ya wengine, acha nimbakishe hapa au nifanye hivi na vile. Kwa kuelewa ya kwamba wazaliwa wa kwanza, zao la kwanza la mifugo yako ni sadaka ya malimbuko, unapaswa pia kuileta kanisani ifanye kazi ile ya kumshukuru Mungu kwa mifugo uliopewa na Mungu, lakini pia kuweka ulinzi kwa mifugo yako. Kuna miaka fulani nakumbuka kuna mtu tulikwenda kumuombea kwake. Alikuwa anafuga kuku. Nakumbuka hayupo hapa hivi sasa, lakini tulikwenda kumuombea kwake. Alituomba tukaombee mifugo yake. Alikuwa anajua nini maana ya malimbuko. Tulikwenda kuombea nyumba yake yeye mwenyewe, lakini pia na mifugo ambayo alikuwa anafuga. Na alikuja kushuhudia ya kwamba mifugo yake kabla ya maombi na kabla ya kuleta limbuko ilikuwa inakufa, lakini baada ya mchakato mzima wa maombi na malimbuko, mifugo haikufa kama hapo mwanzo, kwa sababu kusudi la sadaka hii limechukua nafasi kwa mtu yule. Sasa kwa wale ambao ni wafanyakazi, kundi la pili, la tatu
La kwanza wakulima, wafugaji, na la tatu wafanyakazi. Na hapa acha niseme kidogo, kwa sababu tulio wengi humu ndani ni wafanyakazi. Wengi humu ndani wameajiriwa au kujiajiri. Tuanze na wale ambao wameajiriwa. Labda wewe umepata kazi hivi karibuni. Mshahara wako wa kwanza wote. Wangapi? Wote. Sema wote. Sema wote. Ni malimbuko. Imekaaje hiyo? Ngumu rahisi? Mzee Simula anacheka. Obviously ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Lakini ndio utaratibu. Sasa swali ambalo unaweza ukajiuliza, sasa nitaishije? Nataka nipeleke yote, nitaishije? Kuna nauli. Lazima tutumie hekima bwana. Kuna mambo kama ambayo unaweza kujiuliza, tunaweza tukaishije sasa? Lakini acha mimi pia nikuulize, pamoja na swali hili nzuri, kwani hapo mwanzo kabla ya kazi hiyo ulikuwa unaishije? Katika miezi yote hiyo, kama uliweza kuishi miezi yote hiyo bila hiyo kazi, utashindwaje kuishi ndani ya mwezi mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu ni mwaminifu, ambaye kama utaweza kufanya hivyo, ataachilia pia fedha za kufanya uendelee kuishi ndani ya mwezi huo. Mmenisikia hapo watumishi wa Mungu? Kwa uaminifu wake yeye atafanya njia mahali ambapo hapana njia. Kama yule bibi ambaye alitoa senti 2 za mwisho, alikufa siku ile? Alipoteza maisha baada ya kutoa? Hapana. Kuna namna Mungu alimfanya aendelee kuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Kundi jingine la 4, kwa wafanyabiashara, watu ambao wamejiajiri. Faida yako ya kwanza ya biashara yote ni malimbuko kwa Bwana, ni sadaka ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo malimbuko ni matunda ya kwanza ya kazi uifanyayo. Faida ya kwanza ya kile unachofanya ni sadaka mbele za Mungu. Katika Biblia, malimbuko kama sadaka ndio sadaka ya kwanza kuwahi kutolewa, alafu baadaye sadaka nyingine zilifuata. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 4, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4, tunaona ibada ya kwanza kuwahi kufanyika, na ndani ya ibada hii kulikuwa na matoleo, kulikuwa na sadaka. Hawa watumishi wa Mungu walikuwa wakifanya ibada, walienda mbele za Bwana kwa sadaka, na sadaka ile ilikuwa ni sadaka itwayo malimbuko tunaojifunza leo. Sema amina. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Maandiko yanasema Habil naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Nataka uone neno hili, wazao wa kwanza, first fruit, malimbuko wa kwanza, akawaleta na sehemu zilizonona. Alafu anamalizia hapa, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Ninaomba nikuulize swali, nikufikirishe hili. Unafikiri kwa nini Mungu alimkubali Habili na kumkataa Kaini? Je, unafikiri ni kwa sababu Habili alitoa vinono sana kuliko Kaini? Ni hivyo tu? Au kwa sababu Habili alikuwa ni mwombaji? Unafikirije?
Lakini majibu yako hapa kwenye mstari huu ambao tunajifunza kuhusu malimbuko. Katika mstari huu tunaona Habili alikuwa ndani ya kanuni ya utoaji wa malimbuko. Alikuwa ndani ya malimbuko kama kanuni maalum na ya msingi ya utoaji. Na ile namna ya kuwa ndani ya kanuni ya utoaji, baraka zilimfuata, kibali kilimfuata, neema ilimtafuta mahali alipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuwa ndani ya kanuni, huhitaji kutafuta baraka. Baraka zinakufuata mahali ulipo. Baraka zinakutafuta uko wapi. Neema inakutafuta upo wapi. Kuinuliwa kuna kutafuta upo wapi, kwa sababu upo ndani ya msingi, upo ndani ya kanuni maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho ambacho Habili alichofanya hapa. Alikuwa yuko ndani ya kanuni ya malimbuko. Kaka yake alikuwa yuko mbali, akaokoteza tu mazao ya shamba. Ndio maana tunaona kwenye ule mstari wa 7, Mwanzo 4:7, Mungu anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema utapata kibali. Maana huyu hakutenda vyema, alikuwa nje ya utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, tunapojifunza kuhusiana na malimbuko, ni wazi kabisa tujue ya kwamba tunahitaji kuwa ndani ya utaratibu wa kiungu. Utoaji wa sadaka ya malimbuko ni sehemu ya kuwa ndani ya kanuni ya kubarikiwa, sehemu ya kanuni ya kuinuliwa katika utoaji wa malimbuko. Kwa hiyo namba moja, Habili alikuwa yuko ndani ya kanuni ya msingi kabisa ya utoaji. Lakini pili, tunaona wazi Habili alikuwa ni mwenye haki, tofauti na ndugu yake Kaini. Kumbe kitendo cha kuwa mwenye haki kilimpa nafasi juu ya kupokelewa sadaka yake. Na kama Habili angilikuwa ni mtu muovu, pamoja na unono wa sadaka yake, pamoja na malimbuko aliyoyatoa, bado Bwana angemkataa. Tunajifunza hapa kumbe, tunapoleta sadaka zetu mbele za Bwana, tunapaswa kuwa ni watu ambao ni wanyofu wa moyo, watu ambao ni waadilifu kama baba ambavyo ametufundisha Jumatano, watu ambao tuna mahusiano mazuri na Mungu. Mahusiano yetu mazuri na Mungu yanatupa kibali kupokelewa kwa sadaka tunayotoa mbele za Bwana. Lakini wakati mwingi sadaka zetu zinatolewa nje kabisa ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hivi unafahamu sio sadaka zote zinapokelewa na Mungu? Mnajua hiyo? Kuna nyingine zinakataliwa kabisa, kama kwa Kaini. Mfano huu uko wazi kabisa kuonesha huyu aliyekuwa nje ya utaratibu alikataliwa. Ndivyo ambavyo hata leo kuna baadhi ya sadaka zinakataliwa. Katika macho ya damu na nyama zinaweza zikaonekana kuwa ni nyingi mno, lakini anayetoa mahusiano yake na Mungu yakoje? Hayo malimbuko unahitaji kuiona nguvu yake. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria mtu ambaye ni muhuni tu wa kawaida, muhuni tu, jambazi au muhuni wowote yule, kaja na mihela hapa kama sadaka bila kujua. Si tunashangilia na tukihesabu aliotoa kwa wingi na kutamka mibaraka kwa mtu huyo, ni huyu kwa muhuni, kwa sababu tunaona kwa macho ya damu na nyama kwamba huyu katoa zaidi ya wengine. Lakini Mungu hatazami kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatazama tofauti na mwanadamu atazamavyo, pamoja na wingi wa sadaka yake. Lakini kama hana mahusiano mazuri na Mungu, ni kazi bure, itakataliwa sadaka yake. Tunajifunza kwenye eneo la malimbuko,
tunapotaka kutoa malimbuko yetu, lazima tuwe ni watu wenye mahusiano mazuri na Mungu, watu ambao ni watakatifu mbele za Bwana, watu ambao tumekataa dhambi, watu ambao tunajitiana pamoja na Bwana, watu ambao tunautaka utakatifu, watu ambao tuko safi kwa habari ya mioyo yetu. Hapo Bwana ataonekana, hapo Bwana atafanya kitu, hapo Bwana atatuinua kwa viwango vya juu. Nasema viwango vya juu. Pigie Bwana makofi, nasema viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona pia Habili alileta kilichokuwa kinono. Sema kinono. Yani kilikuwa bora. Malimbuko yanapaswa kuwa bora. Ndio maana neno yote, yani kutoa yote, kuonesha Mungu anataka ule ukamilifu wa utoaji, pasiwepo na kupunguza. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Hebu tupitie kidogo historia ya malimbuko. Malimbuko yalianza kutolewa kabla ya sheria za Musa, yani Torati. Na baadaye malimbuko yaliingizwa katika sheria au Torati, kwa sababu utoaji wa malimbuko ilikuwa ni njia ya kipekee ambayo Mungu alikuwa ameichagua ya kuwabariki watu wake. Katika njia hii Mungu alitaka apewe nafasi ya kwanza yeye, alafu vingine vifuate. Wazaliwa wa kwanza wa binadamu nao walikuwa ni malimbuko kwa Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari ule wa 3. Mwanzo 49 mstari wa 3. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Neno uwezo, nguvu, nguvu zangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Ruben alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Maandiko yanamtaja Ruben alikuwa ni malimbuko, nguvu ya Mungu, alikuwa ni malimbuko ama uweza. Lakini andika maandiko haya mengine, utasoma mwenyewe kwa muda wako. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 2. Kutoka 13:2. Alafu tena kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 29. Alafu tena kitabu hicho hicho Kutoka 34 mstari wa 26. Yote hayo yanataja kwamba Mungu aliwaona wazaliwa wa kwanza kuwa ni malimbuko. Na anaeleza vizuri sana kwenye mistari hii. Muda tu hautoshi tungeweza kupitia moja moja. Lakini acha niseme kwa habari ya Isaka, ambaye naye alikuwa ni mwanadamu, ni mtoto. Isaka naye alikuwa ni malimbuko, kwa sababu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwa Ibrahim, mtoto wa kwanza kwa Ibrahim. Na kanuni inasema ya kwamba kila kifunguacho tumbo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu alipomjaribu Ibrahim, ni sawa na kusema alikuwa anamwambia Ibrahim, nilichokupa kwa mujibu wa utaratibu niliowapa ni mali yangu mimi. Na Ibrahim alikuwa anajua hilo, maana huyu ndiye baba wa imani. Anajua mtoto niliyepewa na Bwana, kwanza nimepewa na Mungu,
ni mali yake, lakini kwa utaratibu tuliopewa na Mungu, kwa sheria za rohoni, kabla ya Torati kuja, anajua mtoto huyu ni mali ya Bwana, ni limbuko. Kwa hiyo Mungu alipomjaribu Ibrahim kwa sehemu alijua, lakini pamoja na kujua haikuwa rahisi kwa Ibrahim, tunafahamu wote, kutekeleza agizo hilo, kumtoa mwanae Isaka kama sadaka ya kuteketezwa. Haikuwa rahisi kama wanadamu wengine walivyo, lakini kwa imani Ibrahim alitii. Sasa alipotii Ibrahim kumtoa mwanae wa pekee kuwa limbuko, kuwa sadaka ya kuteketezwa, kuna mambo nataka tujifunze hapo. Mambo mawili yanahusiana na sadaka ya malimbuko. La kwanza kabisa, ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo, kwa sababu Isaka alipoenda kutolewa kwenye madhabahu, Mungu aliruhusu kondoo mume anaswe kwenye vichaka, naye Ibrahim akamtoa kondoo mume badala ya mwanae, kwa maelekezo ya Mungu, kumwambia usinyoshe tena mkono wako kwa kijana huyu. Akamuonesha kondoo mume. Yule kondoo mume alikuwa ni picha, alikuwa ni sura ya Kristo, kwamba Kristo naye ndiye hasa limbuko letu. Yeye damu yake itamwagwa kwa ajili ya wengi. Ametutangulia kutuandalia makao. Yeye ndiye limbuko letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwanzo ilikuwa ni kivuli. Isaka kivuli pia cha kondoo alikuwa anatolewa sadaka, lakini ilikuwa ni picha ya Kristo, kwamba Kristo yeye ndiye hasa limbuko letu. Kwa hiyo kumbe limbuko letu ni Kristo pia. Tunapojifunza pia nguvu ya malimbuko, hatuna budi pia kumwangalia Kristo kama limbuko letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe andiko hili kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15:23. Wakorinto wa kwanza 15:23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko letu ni Kristo. Wakorinto wa kwanza 15:23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Sasa kuna mambo mawili ambayo nataka tujifunze kwenye mfano huu wa Ibrahim alipopeleka limbuko lake kwa Bwana. Jambo la kwanza la muhimu sana, malimbuko au sadaka malimbuko ubeba picha ya mtihani. Sadaka malimbuko huwa kama mtihani tuliopewa na Bwana, kwa sababu inahusisha na utoaji wa vitu vyote vya kwanza. Huwa imebeba picha kama ya testing, kama picha ya jaribu, picha ya mtihani, kama tulivyoona kwa Ibrahim ambaye naye alipewa mtihani amtoe Isaka wote, yani mtoto wake mzima wote kama limbuko. Lakini kilichofuata, Ibrahim alipotii, baraka zilimfuata. Katika sehemu hii ya kwanza, nguvu ya malimbuko ipo katika utii. Tunapotii na kuleta sadaka yetu ya malimbuko kwa Bwana, Mungu fungua malango ya baraka. Mungu achilia neema. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa Bwana alisema kwa Ibrahim, nimeapa kwa nafsi yangu, na ni Mungu ndiye ambaye anasema, nimeapa kwa nafsi yangu, katika kukubariki nitakubariki. Alipoona utii wa Ibrahim,
wa kutoa limbuko kwa Bwana. Bwana akaapa kwa nafsi yake, katika baraka atampatia, katika kumbariki atambariki. Hii ni sawa na wewe ambaye unatii kutoa malimbuko. Unasema sadaka yangu ya malimbuko ya mshahara wangu wa kwanza wote. Mungu anapokuona anasema, nimeapa kwa nafsi yangu, hakika katika kukubariki fulani nitakubariki. Kwa nini? Kwa sababu umewapita watu wengine wote. Umefanya vyote kwa Bwana, umemtanguliza yeye kwanza Bwana. Katika baraka zitakuwa ni sehemu yako. Ni kama sehemu ya mtihani, lakini lazima ushinde. Na watu wengi, to be honest, tunafeli. Ndio maana malimbuko hapa inakuwa ni machache kidogo wenye ufahamu. Labda ni kwa sababu ya kutokuelewa, inawezekana. Lakini haina maana kwenye kiwango hiki kwamba wote hawaelewi. Shida ipo kwenye utii. Anasema kwenye Isaya, ile Isaya 1 mstari wa 18 hivi, 19, Isaya 1:19. Anasema ukitii utakula mema ya nini? Ya nchi. Alipo kwenye somo langu, lakini lipo kwenye Isaya 1:49 hivi, kama nimekosea sawa. Lakini anasema ukitii utakula mema ya nchi. Lakini nataka tukasome muda huu kitabu kile cha Mwanzo, hapo hapo kwenye eneo la nguvu ya malimbuko. Mwanzo sura 22 mstari wa 16. Mwanzo sura 22 mstari wa 16. Hii ni baada ya Ibrahim kupeleka limbuko lake mbele za Bwana. Anasema, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kama ambavyo nimeeleza hapo, kwa kuwa umetenda neno hili. Huyu anazungumziwa ni mtoaji wa malimbuko. Wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari wa 17 na utafuta. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Ngoja tutafakari hapa. Na katika kuzidisha nitauzidisha, maana yake sio kuongeza. Kufanyeje? Kuzidisha. Tunajifunza kila siku na tofauti kati ya kuongeza na kuzidisha. 2 ongeza 2 4. Tuchukue mfano mzuri, labda 5 ongeza 5 ni ngapi mzee? 10. 5 zidisha 5 25. Sasa anazungumzia kwa kiwango hicho. Katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Mchanga ulioko pwani. Hii baraka ilikuwa ni kubwa sana. Mchanga. Unajua mchanga ukichota hata kwenye kisoda hivyo, kasema hebu uhesabu. Hivi unaupata mamilioni mangapi kwenye kisoda? Lakini achilia ile area nzima ya pwani, kisoda tu kuonesha ni mwingi sana. Na uzao wako. Sasa hapa ndio nataka hapa, huyu ambaye ni mtoaji anapewa ahadi. Anasema, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Tafsiri ya kumiliki mlango wa adui, maana yake wewe au huyu anayezungumziwa atakuwa juu wakati wote dhidi ya adui zake. Atakuwa na uwezo wa kufunga na hakuna uwezaye kufungua. Uwezo wa kufungua na hakuna uwezaye kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ahadi zote hizi zimekuja baada ya Ibrahim kutii, kutoa mzaliwa wake wa kwanza. Leo Mungu hawezi kutuambia hivi kwamba nenda kamchinje mwanao. Haipo hivyo. Anachosema katika lugha ya picha ni kwamba kile ulichopata, kile cha kwanza, nenda akitoe kwangu. Sio rahisi, katika hali ya kawaida ni ngumu,
lakini uzuri ni kwamba inawezekana. Na mahali penye kuwezekana ni mahali ambako pa kushikilia. Kwa imeachiliwa kama mtihani fulani, lakini watakaopata nguvu ya malimbuko na mibaraka yote hii ni wale tu watakaotii kutoa malimbuko. Sema amina. Pige makofi Yesu. Hayopo sofa, tuko pamoja watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie faida zinazopatikana katika malimbuko. Nyingine hizo ambazo nimekutajia mimi, baraka nini. Tumalizie hapa, muda umekimbia sana. Faida ya kwanza kabisa ni baraka na ulinzi wa kazi ya mikono yako. Hii nimekwisha kueleza. Baraka na ulinzi wa kazi ya mikono yako. Lakini tusome andiko pamoja na kwamba nimekueleza. Tusome andiko jingine. Kitabu cha Ezekiel 44 mstari wa 30. Ezekiel 44 mstari wa 30. Anasemaje kwenye kitabu cha Ezekiel 44:30? Anasema, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote. Na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote, na kila toleo na kila kitu cha matoleo yenu litakuwa la makuhani. Tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi kwa kipindi hicho, ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Yani anawaambia hawa wa Israeli, pelekeni malimbuko kwa kuhani, na huyo kuhani au kupitia malimbuko hayo itakarisha, itaifanya baraka kukaa juu ya nyumba yako. Kumbe unapobarikiwa wewe, baraka sio za kwako tu, zinakwenda mpaka kwenye nyumba yako yote. Angalia mfano wa Yusufu aliyebarikiwa. Alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, maandiko yanasema nyumba nzima iliweza kukaa vizuri, mpaka wakatambua kwamba kuna huyu ameingia sio wa kawaida, kwa sababu kuna baraka iko ndani yake. Anazungumza na mtoaji wa malimbuko hapa. Huyu atoaye malimbuko ataikarisha baraka, ataikalisha baraka juu ya nyumba yake yote. Unaitaka baraka hii? Obvious, ndio. Kumtolea Bwana malimbuko. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Utini bora. Kama kimeandikwa na Mungu ameruhusu kitu hicho kiendelee kuwepo, ujue kimebeba baraka, na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Hivi watu wa Mungu, huyu mtu ambaye katoa malimbuko mshahara wake wote wa kwanza kwa imani kabisa, atakuwa ni sawa na huyu mwingine ambaye wala hana haja kutoa? Watafanana hawa wawili? Ni watu wawili tofauti kabisa, tofauti kabisa. Huyu mwenye imani ya kufanya kama alivyofundishwa atapokea baraka na ulinzi wa kazi ya mikono yake. Sema amen. 2, nguvu ya matumaini katika kazi ya mikono yako. Nguvu ya malimbuko inaachia matumaini kwenye kazi uifanyayo. Naomba nikueleze vizuri. Ukimtolea Mungu malimbuko kutoka kwenye kazi uifanyayo, maana yake una matumaini kwa Mungu kwamba Mungu atanipigania, ataonekana kwenye kazi hii kwa sababu nimetoa kwake.
matumaini juu ya kile unachofanya yanachochewa sana na sadaka yako unayomtolea Mungu. Kristo ambaye ndiye limbuko letu, kwa kufufuka kwake Kristo tuna matumaini kwamba na sisi tujapo lala tutafufuka. Si ndio watumishi wa Bwana? Tuna matumaini kwa Kristo ambaye ndiye limbuko letu, aliyefufuka katika wafu. Sehemu hiyo ya limbuko katika sadaka yako ya kawaida unapomtolea Bwana, imani na matumaini inajengeka juu ya kile unachofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii haijalishi unafanya kazi gani, solonga ni kazi halali. Chochote unachofanya halali, unaposema sasa ninafanya kama kwa Bwana, maana yake kuna namna fulani ya matumaini inajengeka. Ukiachilia mbali baraka, ulinzi, kuna kitu Mungu anakupa kutumaini kwamba nitafanikiwa kwa sababu nimefanya kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pige makofi Bwana majeshi. 3, hii sadaka ya malimbuko ina matokeo ya kuachilia neema ya ushindi, neema ya kushinda mambo magumu katika kazi uifanyayo, neema ya kushinda mambo magumu. Kwa nini au vipi? Kwa sababu kazi yako umemkabidhi Bwana. Kazi uifanyayo sio tu ya kwako, umetambua kwamba hii ni ya Bwana. Kwa sababu hiyo nimemtolea sehemu ya kazi yangu. Maana sadaka malimbuko imekuwa kana kwamba ni mbegu, zao la kwanza la biashara yangu nimeipanda kwa Bwana. Nimeitoa kwa Bwana kama ilivyo ya kwanza bila kugusa. Ina maana wajapo kuinukia adui zako, kuna namna fulani kutakuwa na neema ya kushinda. Sema amina. Kuna namna fulani utapenya, kuna namna fulani utavuka. Alafu wakati mwingine wala ujui umevukaje, kwa sababu ile sadaka ulioitoa ya malimbuko bado inanena, bado imesimama na kuachilia ushindi. Hivi mnafahamu kuna wakati maadui zako wanaweza kukuinukia kiasi kwamba hata ujui upigane nao kwa namna gani. Kwa sababu wewe ni mtu wa kiroho, imefika wakati tunamwachia Mungu tu. Ndio pointi ya mwisho. Kwa hiyo unaomba na upigani kimwili kwa sababu ni mtu wa Mungu. Sasa katika wakati kama huo, kama umekuwa ni mtu mwenye kutoa malimbuko, yani ile namna ya kupiganiwa na Mungu inaongezeka maradufu kwako. Unajikuta maadui zako wao kwa wao wanatofautiana, wanashindana. Yani kuna namna fulani Mungu anaingilia kati vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umetii. Watu wa Mungu tunaelewana vizuri. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hayo matatu yanakutosha. Lakini kuna hasara gani mtu ambaye hatoi? Anaelewa hatoi. Hatoi kabisa. Hasara ya kwanza ambayo ni kubwa, na nataka nibaki kwenye hasara hii moja tu kubwa kabisa, ni kumpa. Ngoja nisome kama ambavyo nimeiandika hapa. Kuna hasara moja kubwa ambayo kwa kweli kama mtu hataweza kutoa ataipata. Kufanya kazi yako kwa kukosa ulinzi. Yani kukosa ulinzi wa kimungu. Kukosa ulinzi. Hii ndio hasara ambayo nataka nizungumzie. Watu wa Mungu, niwaambie siri. Kazi tunazoziona huko na mabiashara
yana ulinzi. Si ndio mzee Edwin? Yana ulinzi wao. Wewe ulinzi wako uko wapi? Kwa sababu kwa waganga wewe uendi. Si kweli? Wewe umeacha hayo, yalikuwa zamani. Ulinzi wako upo wapi? Kwa hiyo kama unaenenda kwa kufanya tu kwa nguvu au jitihada zako, maana kazi yako haina ulinzi. Wakati wowote inaweza ikapinduka, ikachezewa. Watu wa Mungu, hakuna kitu chenye nguvu kinachoweka ulinzi kama sadaka. Sadaka. Ndio maana ukienda huko hako wanakukimbilia kwa waganga, wanaambia kalete sadaka. Wanajua. Wewe kwa kuwa kule uendi, unapaswa kuweka ulinzi. Wakaze mikono yako, biashara zako, kwa kumtolea Bwana sadaka ya malimbuko. Maana hapa utii unahitajika. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafanyaje sasa mchungaji? Tumalizie na kipengele cha mwisho kabisa. Nini kifanyike? Namba 1 ni kutubu. Hii ni applicable point kwenye kila eneo. Ni point inayoingia kwenye kila eneo. Toba. Kwa nini toba? Kwa sababu kwa kujua miongoni mwetu hatutoagi malimbuko. Kweli si kweli? Kweli kabisa hiyo. Yaani sio kweli, sema kweli kabisa. Malizia kabisa, kweli kabisa. Hatutoagi malimbuko. Hawa na wazungumzia ni watu wenye kujua, wenye kuelewa nini maana ya malimbuko. Wanajua, lakini hawatoi. Unaponaje bila toba hapo? Maana hakuna mlango mwingine wa kupona isipokuwa toba tu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa wale wengine ambao walikuwa hawajui, hawa pia nao wanahitaji kutubu. Kwa sababu ukitenda dhambi, ala kusema mimi nilikuwa sijui, utahukumiwa tu. Umeenda umeua mtu, nasema mimi nilikuwa sijui kama kuwa ni dhambi au ni kosa. Wewe mahakama itakufunga. Ulikuwa hujui sawa, lakini umevunja sheria. Kutokujua kwako hakuhalalishi kwamba sio kosa. Kosa ni kosa, limbaki pale pale. Ndio maana kwenye maombi yetu ya toba tunaomba mbele za Bwana kumwambia Mungu, utusamehe kwa dhambi ambazo tunazo zikumbuka na zile tusizo zikumbuka, tunazo zijua na zile ambazo hatuzijui. Bwana asifiwe. Kuonesha kuna mahali haupo sawa. Na sijui wangapi wamepona au tumepona kwenye eneo la matoleo ya malimbuko. Kama utoaji wetu wa malimbuko ungekuwa mkubwa, mambo mengi ya shughuli za hapa kanisani yangejiendesha yenyewe tu. Haleluya. Yangeenda yenyewe tu vizuri. Huyu kaleta sadaka yake ya kazi, huyu anafuga kaleta sijui kuku, kabadilisha kaleta pesa. Mambo mengi yangekuwa smoothly kabisa. Tunapaswa kuingia kwenye toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo nyingine ni kuanza kuwa mtendaji wa neno. Anza kwa kidogo kidogo. Sasa hapa kuna swali ambalo unaweza ukajiuliza au mimi nikajiuliza. Mimi nilikushaajiriwa miaka mingi tu. Sasa nakuaje mtendaji wa neno? Nani limbuko langu linatoka wapi mchungaji? Au mimi biashara yangu nimeanza muda mrefu tu. Katika eneo hilo ni kwamba baada ya kutubu kuna mambo Mungu ataendelea kukupa. Kama kuna kazi utakayoipata baada ya hiyo, ama kama kuna namna unapanda juu kwa mapato, itabidi urudi kuanza kutoa malimbuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho utaanza kufanya
ukumbuke kuna sehemu ya kwanza ya Mungu haipaswi kugusa, ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri? Asante kwa makofi, asante kwa makofi. Chapie Bwana Yesu makofi mengi. Ongeza makofi kwa Yesu. Sema nimeelewa mchungaji. Haya, simama mtumishi wa Mungu, tufanye maombi. Bwana asifiwe sana. Tunapaswa kuwa watendaji wa neno. Utii namba 1 unahitajika kwenye eneo la malimbuko. Yale ambayo Mungu ameachilia yote kwenye maandiko ambayo hata mengine hatukuyasoma, ni sehemu yako ukiwa mtendaji wa neno. Nyosha juu mikono yako hivi mbele za Bwana. Sema haya maneno machache. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Ninakuomba sasa unisamehe. Maana ni kweli sijakuwa mtendaji wa neno hili. Utoaji wangu wa malimbuko upo chini. Tena mimi wala sitoagi. Lakini sasa ninaamua kwa dhati kuanza upya. Nitengeneze upya pamoja na wewe. Nisamehe Bwana, nihurumie Bwana kwa kuacha kutoa fungu la malimbuko kwako e Bwana. Unisamehe, nihurumie, nitakase. Hebu nenda mbele za Bwana mwenyewe, omba toba mahali ulipo. Fungua moyo wako, fungua moyo wako. Mwambie Mungu, ni kweli mimi ni mtu ambaye sijawahi kutoa malimbuko kabisa. Sijawahi. Naona wenzangu tunasikiaga tu malimbuko. Nasikiaga lakini sijawahi. Lakini leo Bwana ukanihurumie. Mwambie Mungu, naomba ukanihurumie leo, ukanisamehe leo katika jina la Yesu Kristo. Hivi ndivyo ambavyo Mungu wa mbinguni tunakuja mbele zako Bwana. Tunaomba rehema zako Mungu. Tunaomba Bwana utakaso wako tu. Tutakase Yesu. Tuoshe Mungu wa mbinguni. Maana ni kweli tumekuwa ni watu ambao hatutoi malimbuko. Ijapo tangazwa, ijapo fundishwa, lakini Bwana tumekuwa ni watu wenye shingo ngumu. Tumeacha Bwana kutoa sehemu ya malimbuko ya mazao, kazi, biashara zetu Bwana. Lakini Baba, kwa neno hili Mungu, tusamehe, tuhurumie Bwana. Ukatuoshe Mungu wa mbinguni. Takasa Bwana wa majeshi mienendo yetu ya imani Bwana. Ukatusamehe Baba. Samehe mama huyu Bwana. Samehe baba huyu Bwana. Kwa uweza na nguvu zako Baba. Tunahitaji neema ya utakaso Mungu. Tunahitaji neema ya Bwana ya kwako. Ikatuoshe sote Baba, katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Tunamalizia na ombi moja kwa sababu ya muda. Nyosha mikono yako juu mbele za Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba sasa Roho Mtakatifu unisaidie. Najua ya kwamba jambo hili kibinadamu ni gumu, lakini kwako ni jepesi mno. Ninakuhitaji Mungu, unisaidie. Kuanzia sasa niwe mtoaji wa malimbuko. Nisaidie Bwana, nakuhitaji wewe. Roho Mtakatifu unisaidie. Roho Mtakatifu, nataka mimi kubadilika kuwa na mwanzo mpya. Mungu Baba, nisaidie niwe mtoaji wa malimbuko ndani yangu Bwana. Tengeneza kiu na shauku yako ya kutoa malimbuko, kwa kuwa sadaka hii umeamuru baraka zako kuinuliwa kwangu kupatikane hapo. Nisaidie leo, nisaidie leo. Mwambie Roho Mtakatifu, mwambie nisaidie, mwambie niwezeshe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hivi ndivyo ambavyo Bwana tunahitaji tu ile neema yako Bwana, ule msaada wako Bwana. Utusaidie Roho
Mtakatifu, utuwezeshe Bwana tukatie Bwana kile ambacho umesema nasi Baba, tukawe ni watu watoaji wa malimbuko. Mungu wa mbinguni tusaidie, Baba wa mbinguni tusaidie. Kwa wafanya kazi Bwana wasaidie Baba, wafanya biashara pia wasaidie Bwana, kwa wafugaji Baba wasaidie, kwa wakulima pia Bwana wasaidie wote. Tunaomba Bwana msaada wako. Roho Mtakatifu, tunahitaji msaada wako. Wewe ni Mungu unayesaidia. Tupe utii Bwana, tupe utii Bwana, tusipishane na baraka hizi Mungu. Tunahitaji tu Bwana ule msaada wako Baba, ukatusaidie Bwana, katika jina la Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Sasa ukatii ili baraka ziwe sehemu yako. Sema amen. Acha niombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, asante kwa ajili ya neno hili. Umetukumbusha Bwana, umetufundisha pia kwamba tuanze na wewe kwanza katika utoaji. Tukutolee Bwana malimbuko ya kazi, biashara na maeneo mengine yote, ili baraka hizi zote ulizoziahidi ziwe ni sehemu ya maisha yetu. Pokea sifa na utukufu Mungu kwa ajili ya neno hili. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye amelisikia, amelielewa. Ninaomba Bwana majeshi, tupe neema ya kuliishi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba haya yote tukiamini pamoja na kushukuru. Na watu Mungu tuseme amen. Makofi mengi kwa Yesu.